Karibuni sana watazamaji wa MJ Channel. Mimi ni MJ Kipande. Leo tutaenda kuzungumza au tutaenda kuchambua kuhusiana na mambo yanaendelea huko Mashariki ya Kati, mambo ya siasa, diplomasia na siasa za kimataifa. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026. Taarifa kubwa kabisa leo hii ni pamoja na bei ya mafuta ya shuka huku Irani na Marekani zikisitisha mashambulizi. Tusome taarifa kidogo alafu tutachambua hiyo taarifa kwa ndani kabisa. Bei ya mafuta zimeshuka baada ya Marekani kusitisha kwa muda mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran. Mafuta ghafi yameshuka kwa takriban 5%. Mashambulizi ya mwisho yalifanyika siku ya Alhamisi. Irani imesema nayo imesitisha mashambulizi katika eneo hilo, huku mazungumzo ya kupitia wapatanishi kutoka Omani yakipiga hatua. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Michael Watts alisema Rais Trump alitaka kuyapa mazungumzo ya kidiplomasia muda zaidi. Ripoti za vyombo vya habari vya Marekani vinaeleza kuwa wasiwasi kuhusu kupungua kwa akiba kombora ya kuzuia mashambulizi huenda pia ulichangia uamuzi wa kusitisha mashambulizi hayo. Kimsingi kwa kweli naweza kusema kwamba bado kuna vute kubwa sana Mashariki ya Kati, na hii yote inachangia kutokana na kwamba Iran kufunga kabisa mfereji wa Hormuz. Na mfereji wa Hormuz ni mfereji ambao kimkakati na unapitisha 20% ya mafuta na nishati yote duniani kote. Kwa hiyo Iran kufunga mfereji ule kwa maana kwamba sasa wanajaribu kuzuia Marekani kufanya mashambulizi ya aina yoyote yale katika eneo lake, hasa katika nchi yake ya ile ya Iran. Kwa hiyo kimsingi Irani wamemshika pabaya Marekani, na mpaka sasa hivi Marekani anajaribu kuona kwamba jinsi gani ya kujitoa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, lakini bado Israeli bado anamwambia kwamba Marekani hapana, hatuwezi kujitoa au huwezi kujitoa katika eneo hili kwa sababu Irani ni mtu hatari sana katika eneo hili. Kwa hiyo ni lazima tumalize kazi na lazima tukamilishe ili jukumu la kumzuia na kumdhibiti huyu giant ambayo ni Irani. Kwa hiyo kimsingi kwamba bado hali ni tete na bado hatujajua nini kinaweza kutokea. Mafuta ghafi leo yameshuka kwa kiasi kikubwa, japokuwa hawajasema ni asilimia ngapi, lakini wamesema kwamba mafuta ghafi yameshuka kwa takriban 5%. Wamesema 5%. Kwa hiyo ni taarifa nzuri, lakini pia hali bado sio nzuri kabisa katika Mashariki ya Kati na duniani kote kwa ujumla. Mafuta yanaendelea kupanda bei, japokuwa taarifa njema ni kwamba baada kuingia kwenye mazungumzo na mafuta yameanza kushuka bei, lakini kwa binafsi nafikiri kwamba bado vita vipo na sijaona kama kuna ishara ya kuonekana kwamba vita hivi vinaweza kaisha sasa, kwa sababu Marekani kupitia na ndugu yake au mshirika wake mkuu Mashariki ya Kati ambaye ni Israeli bado anaona kwamba Iran ni tatizo, na wanahisi kwamba anaweza akatengeneza makombora ya nyuklia. Mojtaba Khamenei, supreme leader wa Iran, hajaonekana hadharani kwa muda mrefu sana, na hii inaleta wasiwasi kubwa sana kwa sababu kwa nini asionekane? Kwa hiyo japokuwa wanatoa matangazo kwamba huenda atakuwa amefariki dunia, lakini kwa mujibu wa vyanzo kutoka Israeli wanasema kwamba majasusi wa CIA pamoja na wale majasusi wa Mossad wanasema huenda Mojtaba Khamenei amejificha mahali salama na hataki kuonekana kabisa hadharani. Kwa hiyo hii inaleta picha kwamba Marekani na Israeli wanakuna kichwa kwa kiasi kikubwa sana kuona kwamba huyu mtu amejificha wapi. Kwa hiyo ni vute kubwa sana, na huyu Mojtaba Khamenei ni mtu anaonekana ni mtu mkali sana. Trump pamoja na Benjamin Netanyahu kwa kweli wanaumiza vichwa kiasi kikubwa sana, na Irani inaonekana kabisa
ina uwezo wa kupambana na Marekani kwa kiasi kikubwa. Tumeona juzi kwa mkia jana Iran amemuonya waziri mkuu wa Uingereza, waziri mkuu mpya bwana Andrew Ban ambayo anasema kwamba ukiendelea kuungana na Marekani, kumbuka Uingereza amempa ruhusa Marekani atumie kambi zake za kijeshi. Kwa hiyo Iran ameonya kwamba huenda vita hivi vikatanuka mpaka sehemu ya mipaka ya Ulaya. Kwa hiyo hali bado ni tete sana na hatujajua nini kinaweza kutokea. Kimsingi binafsi nafikiri kwamba bado njia pekee ya kumaliza mzozo huu ni kutumia diplomasia. Diplomasia wanaweza kumaliza tofauti zao na wakafikia suluhisho la amani ya kudumu eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo nafikiri bado kuna vuta ni kuvute kubwa, na naamini kwamba wakitumia diplomasia mambo yanaweza yakaenda vizuri kabisa na wakamaliza tofauti zao zote kwa pamoja. Jamani, asanteni sana na asubuhi njema.